Simba wako Ngorongoro, PMTV pia tupo, Amani Ndimbo na Petro Mzigo. Lakini kwa Dar es Salaam hapa kuna kazi kubwa ambayo tunaenda kuishuhudia Jumapili ya Agosti 2 kwenye uchaguzi wa klabu ya Young Africans ambao pia ni mkutano mkuu ambao ndani yake kutakuwa kuna uchaguzi mkuu. Nafasi ya rais ni Engineer Hersi peke yake ambaye hana mpinzani, lakini pia makamu ni Arafat Haji ambaye pia hawana mpinzani. Juma, kwa namna ambavyo uchaguzi huu unaenda kuwa na kwa yale pia ambayo Yanga wameyafanya kwa hii misimu minne ya chini ya Engineer Hersi, ilikuwa ni sahihi kutokuwa na upinzani kwenye nafasi hiyo ya urais? Inabidi cha kwanza kwa mtu ambaye pengine anatakiwa kuja kucompete na Engineer Hersi, si ndio? Awe na mawazo makubwa kuliko ambayo Hersi ambayo kaonyesha akiwa na Young Africans. Cha kwanza wamechukua ubingwa kwa miaka 5 mfululizo, si ndio? Hii ni historia. Lakini kwenye hiyo 5 pia kuna unbeaten ya mechi 49, si ndio? Hapo kwenye hiyo miaka 5 kuna kitu, kuna medali ya kombe la shirikisho ambayo Young Africans wanayo, ambao wamefika mpaka hatua fainali. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25 tumeona Young Africans wamefika kwenye upande wa hatua ya robo finali ya CAF Champions League. Wametolewa kikanuni dhidi ya Mamelodi Sundowns, lakini pia tumeona wamefanya usajili bora kwenye hii miaka 5 ambao ya Engineer Hersi. Miongoni mwa ndoto ambazo wengi walikuwa wanaamini kwamba haziwezekani zimeenda kwenda kuwezekana. Kwenye miaka 5 mashabiki wa Young Africans wamemshuhudia Chama akivaa jezi yao, ambapo kwa mara ya kwanza wakati Engineer Hersi anafanya hiyo interview, wakati anasema kwamba miongoni mwa wachezaji anatamani kufanya nao kazi, basi alikuwa ni Clatous Chota Chama. Kila mmoja aliona ni ndoto ambayo haitakuja kuwezekana, imekuja kuwezekana. Kwa msimu huu pia dili pia Stefan Aziz Ki ilikuwa inaonekana kuwa ni moja kati ya dili ambazo haziwezekani. Cha kumalizia, miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana kuwa ni vigumu Young Africans kumpata mchezaji wa aina Caliban ya kama nani, Peter Sharulile, Young Africans wamefanikisha. Kwa hiyo uwanja pia ambao upo kwenye hiyo process. Lakini pia process nyingine ambayo nimemsikiza pia hata Arafat Haji amezungumza kwamba Young Africans wanatarajia kuweza kuchukua ubingwa kwenye miaka hii 4 ijayo wa CAF Champions League. Kwa hiyo wewe unakuja na malengo gani ili kuhakikisha kwamba unaenda kwenda kuteka hisia ya wanachama wa klabu ya Young Africans kuliko mpinzani? Na hapo ndio ulipokuwepo ugumu. Pazito hapo. Sema pepesi pia. So Jumapili uzuri tutakuwepo pale mapema kwa ajili ya kushuhudia huo mkutano mkuu ambao Young Africans wataufanya, lakini pia tutaanza kushuhudia pia na uzinduzi wa wiki ya Simba Day ambayo Simba wanaifanya pale Ngorongoro, ambao unaenda sambamba na uzinduzi. Siku ya uchaguzi itakuwa tayari. Itakuwa sasa ndio tunaanza na uzinduzi ambao ni siku ya kesho Agosti 1. Na tetesi zinasema kwamba pengine klabu ya Simba wakacheza na Tusker kwenye Tusker FC kwenye Simba Day. Kwa hiyo tusubiri. Unajua hizi ni aina ya mechi ambazo hautaji sana. Kumbuka baada ya hapo kulitia doa tamasha. Unaweza kulitia doa kaja kuwa tena mambo mengine hapo. Kajifanya unataka kuleta timu kubwa hapa. Siku 2-3 mbele. Dabi Ngao ya Jamii. Alafu kumbuka ni mechi ambazo wachezaji wote wanahitaji wacheze. Nimeona andiko la Mkeenge kuhusiana na Ibrahim Dumbia kwamba ile ni geresha kwenye najaribu kumuelewa. Geresha watu kwamba wamuone wa kawaida. Kumbe kuna bomu ana reset. Kuna clip moja niliona kule alipotoka. Hivyo kapigiwa pasi, kawai kutangulia, mpira ukapita nyuma. Kwa hiyo tusubiri kuona, pengine ni nimwambia mkubwa usiwe na wasiwasi. Mimi nawashukuru sana wale ambao wametenga muda wao kwa ajili ya kuifuatilia Sports Gear asubuhi ya leo. Tulikuwa hapa Latifa Nafi, Juma Shabani pamoja na Muhsin Kimonja. Tuna muda wa ziada tena mpaka siku ya Jumatatu, lakini tukutane pia weekend kwenye mambo mbalimbali ambayo yataruka kupitia